kila uchao nguzo zinaungua. Kwa hiyo mkiona umeme unakatika huu, changamoto ni hiyo. Kila siku iendayo kwa Mungu, kila baada ya siku 2 lazima tufanye kazi ya kusimika nguzo mpya, kwa sababu nguzo nyingine zimeunguzwa. Hii haiwezi kuwa sawa. Kwa hiyo naomba tuulinde mradi huu, ni mradi wetu. Hata huu mradi ambao tunauzungumza wa bilioni 35. Jana nilikuwa nasoma kwenye mitandao, ndugu yangu DC, ikiwezekana tukitoka hapa tuone, twende tukakague ile eneo la Doda kuendelea kutoka Mtibwani kwenda mpaka Doda. Nasikia kuna watu wamechoma mabomba yetu ya. Yaani tunahangaika, tumepewa fedha na serikali, tunapambana mradi uishe kwa wakati. Kuna wenzetu wanataka kuturudisha nyuma, wamechoma mabomba. Hii haiwezi kuwa sawa ndugu zangu, haiwezi kuwa sawa kwa namna yoyote. Na kwenye hili mimi naomba ofisi ya mkuu wa wilaya muwe wakali, vyombo vyetu vifuatilie kuwabaini waliofanya mambo haya na hatua zichukuliwe. Hatuwezi kuchezea fedha za umma kiasi hiki. Hatuwezi kufanya mambo ya hovyo kiasi hiki. Mheshimiwa Rais alikuwa na tamaa ya kuona ikifika Idi hii walau watu wa Mtibwani wao wanapata maji. Akasema kama basi itashindikana, lakini isichukue muda mrefu. Ni kiu ya Mheshimiwa Rais kuona mradi ule unafanyaje, unakamilika. Inawezekanaje sisi watu wa Mkinga tukuhujumu mradi? Sisemi wanataka kumkomoa Kitandula, sitaki kusema hivi. Tunajikomoa wenyewe. Kwa ndugu zangu wa Kigongoi, nikisikia miundombinu hii imehujumiwa, kwenye hili sitakuwa na msalie mtume. Mimi ndio nitakuwa mtu wa kwanza kutuma askari waje wakamate hao watu kuwaweka ndani. Kwenye mambo ya msingi tusichekeane. Maana wapo watu wanaozunguka wakifanya vikao vyao vya kampeni usiku saa 8, saa 9, kukutana na mabalozi. Na vikutano vyao hivyo wakikaa wanadanganyana Kitandula hana watu. Wakikaa kwenye vikao vyao hivyo na viongozi wanaopaswa kusimamia maadili nao wanashiriki. Sisi tunajua. Sasa wanataka kutuchonganisha na viongozi wetu wengine wa dini. Wakutano na vikao vya kampeni kwenye nyumba za viongozi wetu wa dini. Lakini Mwenyezi Mungu anawaangaza, maana wanalia huko kwenye vikao. Taarifa tunazipata, na serikali hii ina macho, ina masikio. Wakiona wanaachwa hawakamati, waendelee kupuuza wakifikiria kwamba nchi hii hayo. Lakini serikali inaona na chama kinajua. Sisi moyo. Sisi safi. Tulinde miundombinu, miradi ambayo tunaletewa na serikali. Ni hazina, ni urithi wetu. Kigongoi oye! Kigongoi safi! Baada ya kusema haya, nawashukuru sana ndugu zangu. Nimefurahi leo kusikia ngoma ya Mdumange inapigwa hapa. Nikauliza Kigongoi